Yapo simu matatu inazidi kusonga mbele kama kawaida, wanaita bad guys. Sasa binti anahitaji kuweza kujua mgombea wa tatu ni upi. Maana Resi amehukumiwa miaka 60. Mgombea wa tatu yeye kahukumiwa kifungo cha maisha. Yaani mfungo namba 3. Hao ndio kudili na Rain Mada. ฆาตกรต่อเนื่องที่อายุน้อยที่สุด IQ สูงถึง165 จบปริญญาตรีด้าน Jina lako namuita Sky. ปริญญาโทปรัชญา Ni kijana mdogo lakini muuaji mfululizo. Akili yake ni 165 kwamba ana akili mingi sana. Lakini pia ana master degree ya bachelor. มันข้ามมาแล้วว่า Yaani bachelor degree ni wataalamu sana na pia ni mchoraji. ให้พบรอยในมือให้พบ Hii ni master degree in philosophy. Lakini pia ni muuaji, anapenda kuua. At least kaua watu 15 kwa ripoti inavyoweza kusema. DCLR พบว่า Lakini hajaacha fingerprint wala footprint. Hata nywele kwenye eneo la tukio huwezi kukuta. Kwa hiyo anafanya kila kitu kwa akili. Huyo ni mfungo namba 3. Kifungo cha maisha gerezani. Yaani sio kutoka leo wala kesho. Lakini inabidi ajumuishwe kwenye kazi. Yaani inasemekana kwamba ni mwenda wazimu. Hana akili timamu. Ila ana master degree ya bachelor. Unasemaje kwamba ana akili? Yaani hapa kuna shughuli. Baada ya kuweza kuangaliwa sana Pitako na tukio nalikumbuka. Na wewe na mtu yeye anamfahamu vizuri. หนูว่ามันเสี่ยงเกินไปคนพวก Lakini kinachoweza kupatikana ni damu tu. ตายอ่ะ Na kwa vipimo vinaweza kuonyesha kwa majibu aliweza kutoka kwamba mtu ni mwenda wazimu. Anasema siku zote yule ambaye anahitaji kuweza kuwa binadamu dhahiri lazima atakuwa ni mnyama tu. Yaani binti haamini kabisa kwamba watu tunawezekana kuweza kufanya nao kazi kwa sababu wote hao ni wenda wazimu. Lakini mkubwa wake alimwambia kila kitu mwachie Pitaki. Na alipata simu. Simu aliweza kuipata, alipigwa na mkubwa wake. Na oda aliweza kutoka, alimwambia mheshimiwa kuna tatizo. Aliambiwa endelee na majukumu yake. Binti ana mashaka kwamba watu hawa waliweza kuambiwa wafanye nayo kazi. Watakuja kuwachanganya, ni ngumu sana kuweza kwa control. Itakula kwao. Hawataweza kuelewana nao. Lakini aliambiwa kila kitu mwachie Pitaki. Na listi nzima Alice atapewa kwa mujibu. Kwa hiyo Jomba inabidi kuweza kutolewa gerezani. Watu 3 wakwenda kuifanya kazi. Huyu kapigwa miaka 50 ya kwenda kumwinda Rain Mada. Wapo tayari kwa hilo? Na baada ya kuweza kumaliza hiyo kazi, je, watapata nini? Wa pili ni huyu hapa. Wa kwanza ni Yaki tunamwona. Wa pili ni Res. Alichoambiwa badilisha mavazi. Maana mavazi yake ni suti tu. Kimwangalia mtanashati sana lakini ni mafia wa hatari. Na alijisalimishaga mwenyewe. Sababu haijulikani. Kapigwa miaka 60. Alafu yupo Sky ambaye ni chali mdogo sana. Kaua watu 15. Wote wanawake. Na akiua anakuambia akumbuki. Lakini ana akili mingi mno. Wanachotaka polisi hapa ni ubongo wake. Kwa sababu ana IQ 165. Si mtu wa kawaida. Ni bonge ya genius. Huyu hapa Sky. Hey, Sky magereza? Kauliza vipi kama mtu ajali mnawezekana kuweza kunipeleka toilet? Baba yuko busy na simu tu. Sijui anaangalia nini. Anataka kwenda kujisaidia. Funga mdomo wako mpumbavu mkubwa, tulia. Kuna watu wanacheza nini? Yaani ukimwangalia utamdharau.
lakini akili ilolala hapo si ya kawaida. Binti anachanganyikwa kabisa. หนูไม่เห็นด้วยกับการที่จะปล่อย Anakumbuka aliweza kuzungumza na mheshimiwa. Hivi ili ni wazo zuri. Yaani kuweza kutafuta wenda wazimu kwenda kupambana na wenda wazimu. Huoni kwamba ni shida? Kucheki anakutana na chambo nyingi sana. Unaonaje? Nipatie hiyo. หยิบเหยื่อในนี้ให้ลุงหน่อย Unajua kazi ya hii nini? ขยัน Huwezi kukamata samaki pasipokuwa na chambo. ลุงจะทำให้ดู Sasa kama ukihitaji kuweza kukamata samaki pasipokuwa na chambo au kuwa na chambo, hayo ni maamuzi yako mwenyewe binafsi. ถ้า Lakini hawa niliweza kupatia ndio watu pekee kuweza kudili na Rain Mada. Na sio wengine. ก็อยู่ที่เธอแล้วว่าจะตกปลาได้หรือเปล่า Sasa binti akauliza, unahakika kabisa mheshimiwa kwamba wafungwa watatu wanawezekana kuweza kumkamata Rain Mada pamoja na Pitake? พวก3คนนั้นมันจะจับไอ้มือมีดได้จริงเหรอ และกำลังของไอ้ยักษ์ Cha kwanza inabidi uweze kuamini watu wao kwa sababu Res ana ujuzi wa kuua. ของไอ้ Alafu cha pili, Sky ฝนไม่มี ni ubongo wake. Yake ana nguvu. Kwa hiyo kupitia hao watatu ไม่ได้ Rain Mada hatakuwa na mahali pa kuweza kutokea. Binti akamuuliza, kama tutashindwa kuweza kuwa control, ni nani atakayeweza kujumuika na hili swala? Unatumia hii? Eh? Hai. Yeye Pitake anajua ni kipi ambacho anakifanya. Kati ya watu watatu, mmoja ana nguvu, mwingine ana ujuzi wa kuua, mwingine ana akili zaidi. Hao ukiwajumuisha wote kwa pamoja, Rain Mada hawezi kutoka. Wa kwanza huyo hapa anashushwa ni Yaki, mkorofi. Kila mmoja akatokea sero yake. Na wote ni wababe. Wa pili ni mnyama, The Killer, Res. Wengi wanamfahamu kama Sain kwenye Brave Man Standing. Sasa hapa ni mtukutu zaidi. เฮ้ย Oya, we nani? Kamwangalia juu mpaka chini na dharau. Na wewe ni nani? ไป Mimi ndo nimekuuliza wa kwanza. กูถามมึง Unatakiwa wewe unijibu. Wewe ni nani? มึงอยากนอน Unamwangalia nani namna hiyo? ทำไม Kwani unataka nini? Sokalia msha. Piga honi. Mara unamulikwa na target kibo. Nini? Polisi wako kila kona, hakuna kuleta fujo hapo, utatia amri. Binti alikuja Alice. Mmoja bado hajafika. ตามมา Nifuateni. เฮ้ย Hey, เฮียโคตรสวย mbona mwanamke mrembo hivi? ไม่สวยนี่วะ Katokea wapi? โอ้ยเฮีย Hebu jiangalie na wewe. Unamfuata huyo mwanamke kama mbwa tu. Wakaelekea ndani. Ebo. Niondokeni. เดี๋ยวก่อนเลยคนสวย Wewe kwani umetuleta hapa? ถามจริงเหอะ พามาที่ Na kuuliza wewe mrembo, umetuleta hapa kufanya nini? ฉันผู้กองอลิส Jina langu naitwa Alice. ต้องฟังคำสั่งฉัน Inabidi muweze kufuata amri yangu. Kwa kila nitakachoweza kusema inabidi muweze kusikiliza. Yaani Captain Alice. เดี๋ยว Tukufuate. มีอะไรกินบ้าง Nataka kuweza kuwapa maelezo juu ya kazi. Kazi gani? ของฆาตกรสายฝนมาแล้ว Wakati tunasubiria watu wengine, เหยื่อในคืนที่ฝนตก mnapaswa kuweza kuelewa kitu kimoja. ที่อยู่คน Jamaa wako anasema kwanza nina มี njaa. เบาะแสอะไรนอกจากศพ Nadhani mlishaweza kusikia habari za The Rain Mada. มีอะไรให้กินเลยไอ้หิว Huyo mtu anawindaga tu kwenye mvua bwana, inatuhusu sisi nini? Anaambia ndio. Wengi anaweza kuwaua ni wanawake ambao wako wenyewe. Na hakuna dalili zote tulizoweza kuzipata kwenye mwili. Baba, nimekuambia nasikia njaa. Wewe usikii njaa? ไอ้เฮียไอ้สัตว์ Unazungumzia masuala ya Rain Mada au unataka kuweza kujiunga kwenye hiyo kazi na kuweza kumkamata mtu? Hiyo ni kazi ya polisi, ituhusu sisi. มึงอะ Afu ndugu yangu inabidi uweze kuwa na heshima. Wewe unataka nini? Maana mbwa ni mpuzi. Hebu acheni fujo nyinyi. ฉันบอกให้หยุดไง Baba anasema siachi. Ngoja ni mnyoroshe huyu Nsambui huyu. Chuma ikalia.
Chance พูดอย่างเดียวมันคงฟังหรอกคุณตำรวจ คนพวกนี้ binti anamwambia mheshimiwa, hapa unapoteza muda wako tu. Hao watu hatuwezi kuwa control. Captain, wewe ndio unapoteza muda. Cha kwanza inabidi uweze kuambia watu wao watapata nini baada ya kuweza kufanya hiyo kazi. ลดโทษ5 ปี Hilo ndio jambo inabidi uweze kuambia kwamba ni kipi mtakachoweza kukipata. จับได้ Sasa nataka niweze kuambia yeyote kati yenu atakayeweza kumkamata the Rain Murder atapata kifungo cha miaka 5. ช่วยไม่ได้นะ Kama ukimkamata Rain Murder Yeah. utapata kifungo cha miaka 5. Ila kama akikamatwa na mwenzako มีอะไรของ basi wewe kifungo chako kitabaki pale pale. Tame. Kwa hiyo huu ni ushindani. Kati yenu atakayeweza kumkamata Rain Murder wa kwanza atapunguziwa kifungo. Kwa sababu wote wana vifungo virefu. Kwa hiyo atapigwa miaka 5. สารวัตรพิทักษ์ Anaambia ni pumbavu. Haiwezekani. Yaani tuweze kuingia kwenye mashindano. Sio tukao tunafanya kazi kwa kushirikiana. สารวัตร Halafu kama ni vipi wewe fanya kazi na wewe kaaba wako. Binti anamwambia inspector anaweza kuyazungumza yote ni ya kweli na sio kwamba anatania. Hiyo ndio ofa iliyokuwepo kwenu. Sasa maamuzi ni ya kwenu, kufanya kazi ama kutoweza kufanya kazi. รถห้ามเที่ยวผู้หญิง Na ความ mpaka kazi iweze kukamilika. Binti anasema kwamba hakuna simu, hakuna kuendesha gari, เธอจะห้าม hakuna mwanamke, hakuna silaha wala hakuna vurugu. Pitane akamwambia hapana, haiwezekani. Hata kunywa pia usinywe. พวกมันมีอิส Umeweka sheria ambazo ni kali. At least watu inabidi uweze kuwapatia uhuru. Tuwapatiaje uhuru angali hao walifungwa? ฉันจะขอเสนอให้ยุบทีมทิ้ง Ukiwapa uhuru sio watakimbia, watafanya kazi. Anaambia mimi na njia yangu usiogope. เชิญเลคเชอร์ต่อ Hakuna kukimbia. Kuna GPS ziko hapa. Zikitua mguuni hizo, jamaa kalokota. Yaani kwa nini unatupa si saa? ถาม Anasema ni saa. งานตรง Yake kapinda. Alafu anaga mbili, ni mkorofi kweli. นี่มันดูถูกกันชัด Yaani kazi ina maana kwamba mnataka tuweze kuifanya huku tukiwa na saa. Kwani lazima tuweze kuwa kwenye muda. Acheni kunitania nyinyi. นั่นกำลัง Hii ni sawa na udhalilishaji. Udhalilishaji gani? Inabidi tuweze kuangalia nyinyi vizuri, msije mkaweza kutoroka. Ndio maana ya kuweza kupatiwa GPS. Yaani popote unapokwenda ชั่วโมง watawaona. Kwa hiyo uwezekano wa kutoroka hakuna mpaka watakapoweza kukamilisha kazi. Sasa huu ni ushindani. Mmoja atakayeweza kumkamata the Rain Murder ได้ basi atapunguziwa miaka, atakuwa na miaka 5 tu. มึงอย่าคิด Sio miaka 60 wala 50, miaka 5. Kwa hiyo watawaangalia kwa masaa 24 popote pale wanapokwenda. Alafu sikiliza. มันก็แค่ Wewe hauko kwenye nafasi ya mazungumzo. สู้ Hata kama ukivaa suti ndugu yangu namna hii, ukajiona ni mtanashati sijui modo. Mimi najua kabisa kwamba wewe ni muuaji wa watu wasiokuwa na hatia. Na wewe ni muni tu wa mtaani na si kingine. Unasemaje? Bomba inamwangalia. Wewe ni pitaki. Sikiliza nikwambie. Tena usikilize kwa umakini. ฟังไว้นะ Wewe ni mpumbavu, กูเป็นเจ้านาย alafu kuanzia sasa wewe ni mbwa wangu. Kama ni mbwa wangu, หมาที่ nisikilize kwa umakini. กูจะเอาพวกมึงเข้ากรง Mmiliki wa mbwa ni mimi, พวกมึงไม่มีสิทธิ์เรียก na mimi ndio kuweza kumtunza huyo mbwa. จำไว้ Hata kama nikitaka kumpiga mijeledi nitamchapa pale anapokosea. ทำตัวกันให้น่ารักนะถ้ายัง Inawezekana kuweza kurudisha kwenye credit saa yote na muda wote, na nikawatoa vile ninavyoweza kutaka. Iloweka akilini. ตรง Na kama unahitaji kuweza kutembea, ได้ basi inabidi uweze kujiheshimu. Akacheka akamwambia siku nyingine ukija kwenye hiyo crate nitakupiga nikuue. Ah, kweli? Basi vizuri. Binti pale pale anapata simu. Alice. Ndio? สารวัตร Mheshimiwa, Inspector, kuna nini? Habari ulizozipata ni nzito. Sky kumbuka hajafika. Na Sky aliomba kujisaidia. Polisi wakaona isiyo kesi. Wamfungulie mwamba akajisaidia. Ana akili mingi sana huyu. Ukimwangalia ni kijana mdogo lakini hatari. Kaua mabinti 15. Kapigwa kifungo cha maisha kwa sababu anaamini mwenda wazimu. Sasa mwenda wazimu hawezi kumtoa. Ila akili yake ndio inahitajika na pitaki. Wakagua hapa ni salama, hana mahali pa kutokea wala hakuna mtu yote.
Oya, hakuna mbwa yote, ingia huko. Hawajajua. Hiyo ni sehemu 3 wanaita bad guys. Yapi nafuata zaidi katika sehemu 4? Twende sambamba zaidi. Huyu hapa ni The King himself kama kawaida. Hii kumbuka utaipata kupitia WhatsApp na Telegram. Kwa hiyo sile nami kwa namba za simu hizo hapo. Usisumbuke sana. Inapatikana WhatsApp na Telegram. Narudia tena. Kufika sokoni inabidi uweze kuvuta subira kidogo.